katika kupinga Kwa nini atoe assessment ambayo anajua kabisa hata kwa dhamira yake haipo? Ndio hicho ambacho tumesema Mheshimiwa Rais. Sasa fanya hivi. Ndio. Huyo manager mdimoti akawe chini kabisa kule chini na umuhamisha hapa. Sawa. Sawa. Nikushukuru. Tumeelewana commissioner. Sawa Mheshimiwa Rais, nimepokea kwa sababu alitoa estimate. Tuna manager wa TRA nafahamu. Wanatoa assessment ya juu kusudi kumfrustrate mfanyabiashara. Na saa nyingine wanafanya hivyo kwa makusudi kwa ajili ya kutaka rushwa. Na mimi nilifikiri hao waliotoa assessment, mtu wa PCCB, nenda kadiri nao pia. Unajua lazima tufike mahali watu tuwe fair kwa kila mtu. Wafanyabiashara sisi kama serikali tunawahitaji kwa sababu tuna collect trilioni 1.3, tunataka tu collect hata trilioni 3. Lakini walipe fair, sio kwa kuonewa. Kwa sababu watu wako wa TRA wanakwenda wanazungumza bei ya juu ili kusudi wahongwe na baadaye wanawaambia hapa kazi tu. Mheshimiwa Rais, na mimi niombe nichangie kidogo kuhusu matatizo yanayowapata wafanyabiashara. Mimi ni mbunge na ni mfanyabiashara. Mheshimiwa Rais, umezungumza mambo mengi sana, lakini kale ka hotuba ulikokuwa unatafuta ndo nadhani kama wafanya watu wengi waogope kukuambia pengine wako kwenye hiyo 17,400. Lakini la kwanza Mheshimiwa Rais, mimi natoka kwenye jamii ya wafugaji. Nataka kuzungumza kidogo kwenye kero. Sisi tunauza ng'ombe. Ng'ombe tunazilisha mashudu kule kwetu. Na soko kubwa lenye bei kubwa liko Komoro. Lakini naomba uangalie utaratibu ulioko kule. Ukinunua ng'ombe mnada kwa mfano wa Kasamwa Geita, ili usafirishe huyo ng'ombe unalipa halmashauri shilingi 4,000 na unalipia ng'ombe permit ya shilingi 2,500. Unamsafirisha moja kumleta mpaka Pugu. Ukifika Pugu ili umshushe unalipa tena 6,500. Ukimaliza Pugu kama unasafirisha Komoro inabidi utoe pale upeleke Kwala. Kwala pale usajili ng'ombe moja shilingi 1,500 na kila siku atachajiwa shilingi 1,000 na lazima zikae siku 14 pale. Halafu baada ya hapo unalipa tena export permit shilingi $30 na unalipa tena 6,500 ya kupeleka bandarini. Na siku zote hizi ng'ombe wetu tunaosafirisha tunanenepesha kwa mashudu. Unakuta amesharuzi kilo zake tayari. Kwa hiyo wafanyabiashara wenzetu wa Komoro hawanunui tena ng'ombe Tanzania. Wamehamia Madagascar, pamoja na kwamba ng'ombe ya Madagascar ina bei kubwa. Lakini usumbufu mwingine, ili usafirishe ng'ombe kuzitoa Geita inabidi ulipie kibali cha kusafirisha wanaita abunomo $10 kwenye mtandao. Wafanyabiashara wako wa ng'ombe wengi wanatumia simu za tochi. Anaupata wapi mtandao? Siku 5 mpaka 6 anahangaika kumwomba mtu amlipie kwenye mtandao. Kwa hiyo tunaomba hilo uliangalie. Lakini lingine Mheshimiwa Rais, bandarini. Kuna biashara inayofanyika bandarini kwa akili zangu ndogo huwa najiuliza mara mbili. Inapoingia meli ya mizigo makontena, kuna watu pale wameshapanga hii itaenda ICD, hii itaenda ICD, itaenda ICD. Wakati bandari yetu iko tupu, makontena yanagawanya kupelekwa ICD. Najiuliza Mheshimiwa Rais, hata wewe una hoteli kule Chato. Kabla hoteli yako haijajaa wanakuja watu nawaambia nendeni kule. Utakuwa una akili za design gani? Tunapeleka makontena kwenye ICD kwa sababu gani? Na wakati bandari yetu iko tupu. Na birokrasi iliyoko kule, ukifika kule unalipa $40 kwa siku kwa muda wa siku 7. Baada ya siku 7 kama umechelewa kupata pengine mkopo au nini, Mheshimiwa Rais, inabidi uanze kulipa $80. Mimi najiuliza, mtu ambaye anakaa muda mrefu kwako anahangaika kutafuta kodi, unamuongezea kodi badala ya kumpunguzia. Hata wenye mahoteli, mteja anayelala muda mrefu anapunguziwa kidogo ka percent. Sasa sisi tunamuongezea. Lakini lingine dhahabu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana na waziri amekuwa msikivu sana. Lakini juzi naomba nilizungumza hili na wafanyabiashara wa dhahabu wenzangu wako huko. Wanaweza wakanichukia. Nilikuwa naangalia ile rekodi ya mkoa wangu tu wa Geita ambao ndio kinara ya dhahabu. Toka mwezi wa kwanza
mpaka mwezi wa 5 tunaenda kusoma ile bajeti ya madini. Tumekusanya kilo 600. Nilizungumza bungeni, lakini kwa sababu pengine mawaziri wao watusikilize vizuri, leo wewe nikueleze. Hata serusi ya dhahabu hatujaweza kuikusanya. Ukichukua lashi tu zilizoko Geita hizi za gramu 1, gramu 2 kama alizokuwa anaeleza mtu wa Kigoma, kwa siku moja kwa mkoa wa Geita tunaweza kukusanya tani moja. Tani moja. Sasa najiuliza pengine kuna udhaifu kwa wale wasimamizi. Niliomba sehemu ambayo tunaamini bado ni waadilifu, hebu tukuombe Mheshimiwa Rais, kama unaweza ukatoa kikosi kidogo tu cha jeshi kikakaa Geita kizunguke. Ukikosa tani moja, tani 2 kwa siku, kama jeshi tena wasimame na uniform, mimi niko tayari kujiuzuru bunge. Hatujaweza kukusanya hata kidogo. Bado watu wanatosha, hatuwezi kusimama kujisifu tumekusanya dhahabu tunaenda kilo 600. Hebu jiulize wewe tu mwezi wa 3 na timu yako ya vyombo vya ulinzi vilikamata kilo 300. Maana yake alikusanya siku ngapi? Kama miezi 4 5 tuna kilo 600. Wewe ulikamata mtu mmoja tu kilo 300. Wangapi wa hivyo wanaotutoroka? Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nilikuwa naomba sana hilo. Najua wenzangu watanichukia, lakini huo ndio ukweli. Peleka timu pale tukusaidie. Lingine, TRA. Mimi sina tatizo kubwa sana na TRA. Hasa wenye vyeo vikubwa kama mameneja, makamishna. Hawana matatizo. Lakini Mheshimiwa, hiki kitengo cha assessment na auditing, kama ingewezekana kingevunjwa, tukapeleka na penyewe jeshi hata kwa miezi 6 majaribio. Hapo ndo kuna tatizo. Hapo ndo kuna tatizo. Na mimi ninafurahi sana, huwa namwangalia mkurugenzi wako mmoja wa Mbeya. Ukiingia ofisini kwake anaonekanaga mitandaoni amekula uniform za nyota zake kabisa za polisi. Hivi kama unaenda kwenye ofisi unaweza ukaleta michezo. Si lazima ukafanya kazi iliyo kupeleka. Sawa, naomba nikupe mifano miwili ya TRA. Wiki 2 mimi ni mfanyabiashara wa mabasi. Watu wa mabasi wamefungiwa na TRA kwenye akaunti. Wakaja kwetu kama wabunge. Wanataka kumuona waziri mkuu. Lakini maelezo yao tukampigia kamishna. Kamishna akaelekeza warudi kule, akatoa maelekezo. Wamefika kule, anambia mnatumia wanasiasa, tunaandika kodi mara 2. Sasa mimi najiweza kuongea, nikaondoka mwenyewe nikaenda nikaomba kikao na manager na timu yake. Nikamwambia mimi ndo mwanasiasa tuliowasaidia, niambieni kuna tatizo gani? Mheshimiwa Rais, mfanyabiashara ana basi 6 zenye thamani labda ya milioni 300 Mikweche. Amepelekewa assessment ya milioni 900. Gari zenyewe alizonazo milioni 300 tena mkopo wa benki. Sasa mazungumzo yakaanza miaka 2, kutoka 900 inakuja 700, kutoka 700 450, 450 100, mwisho bana tutakuandikia 43 tupe 20. Na yeye akamwambia si wapi, bora nilipe. Wakasema sasa wewe kwa kukomesha tunakuandikia mara 2. Akaenda kufunga kampuni na Wasukuma hatujui kulalamika, kaenda kukopa hela, kaenda kuzuia mpaka leo wamesimamisha magari. Na huyo mtu sio kwa mtu mmoja, zaidi ya wafanyabiashara 20 yuko Mwanza. Kamishna anamjua. Watu kama hawa Mheshimiwa Rais wanakuchafulia hii taasisi ya TRA. Sio wote. Hawa wadogo ambao tunaona kwenye auditing na assessment ni vizuri tukaondoa. Swala la pili, mimi ni balozi wa wasanii kule bungeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitupa heshima akawasikiliza wasanii katika kuboresha. Tulipomaliza kusaidiwa, nani anafanya hii kazi? Wao wenyewe wakasanii wakasema tuna mtu ambaye ana kiwanda alikuwa anatengeneza hapa. Kuanzia material mpaka inatoka CD imeshakamilika. Na kiwanda kiko hapa kimefungwa na TRA. Mimi mwenyewe nikaja pale nikaenda kuzungumza nao. Nikaona hili swala mbona halieleweki, nikampigia kamishna wa kodi za ndani akasema njoo nao. Ni kitu cha aibu Mheshimiwa Rais. TRA ya Kariakoo imempa barua 2 za kumpongeza kama mlipa kodi bora. 2016, 2017 mlipa kodi bora. Sasa na wakampa pia mwongozo wa kuwachukulia withholding tax. Huo ndio mwongozo alikuwa amepewa. Baada ya kuona anafanya vizuri, makampuni ya Wachina wanaotengeneza duplicate ya hizi kazi za wasanii wa Tanzania wakaenda kuzunguka huko TRA. TRA wakaja wanasema sasa wewe unatakiwa utulipe wasanii wote ni wafanyakazi wako, uwalipie SGR sijui na vitu gani, tunakudai bilioni 3. Hajakaa sawa, wamefunga akaunti na kiwanda kimefungwa mwaka 1.5, na alikuwa na uwezo wa kulipa serikali milioni 109. Tuna mwaka 1.5 kimefungwa.
Tumeenda kwa kamishna, Mheshimiwa Rais, hiyo kesi imeamriwa ndani ya dakika 5. Amenyimwa leseni mwaka mmoja nusu. Leo ameshapewa toka Jumatatu. Sasa vitu kama hivi, Mheshimiwa Rais, ndio anasema hawa watu wa katikati hapo, ukiondoa level ya kamishna, hawa watu wengine ni vizuri kabisa. Wameshamfungulia, bado hakijafunguliwa Commissioner General. Au jamani, nafanya vibaya kuwauliza hapa hapa. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Hilo tatizo likuja kama alivyosema Mheshimiwa Msukuma, likatatuliwa na kamishna wa kodi za ndani ya dakika chache sana, na wameambiwa waende Kariakoo, kiwanda kifunguliwe bila matatizo yoyote na tax clearance wapewe. Hatuna shida nao Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kimeshafunguliwa kiwanda. Mheshimiwa Rais hajaenda Kariakoo, lakini leo nani anayehusika ni huyo? Haya, jibu hapo hapo. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo wamesema Mheshimiwa mbunge, walikuja kwangu na ni kweli kwamba walikuwa na madai ya kodi, na baada ya kujadiliana nao nikawaambia kwamba walete madai yao kwangu, lakini nikamwamuru meneja wa mkoa wa kikodi Kariakoo awape tax clearance na awafungulie. Ameshawapa, ndio swali langu. Ulipoamua, ndio ulipotoa instruction, ulifuatilia? Nilifuatilia. Na ameshatoa mpaka nafuatilia pale walikuwa hawajafika kwa meneja wa Kariakoo. Ilikuwa lini? Ilikuwa ni Jumatano nadhani. Leo ni Ijumaa. Leo ni Ijumaa. Kwa hiyo huna uhakika kama ameshatoa taxi? Kwa sababu sijasikia kama wamekwenda pale, lakini nilishatoa maagizo. Hakusikie tena waje walalamike mara ya pili? Hapana, kwa sababu wale walipokuja ofisini niliwaambia pia kama. Na aliyefunga ni nani? Kulikuwa kuna meneja, ilifungwa na meneja wa mkoa wa kikodi Ilala wakati huo. Deni walipewa assessment, na katika ile assessment walikuwa wanatakiwa wapinge. Katika kupinga Kwa nini atoe assessment ambayo anajua kabisa hata kwa dhamira yake haipo? Ndio hicho ambacho tumesema Mheshimiwa Rais. Sasa fanya hivi. Ndio. Huyo manager mdimoti akawe chini kabisa kule chini na umuhamishe hapa. Sawa. Sawa. Nikushukuru. Tumeelewana Commissioner? Sawa Mheshimiwa Rais, nimepokea kwa sababu alitoa estimate. Tuna manager wa TRA nafahamu. Wanatoa assessment ya juu kusudi kumfrustrate mfanyabiashara. Na saa nyingine wanafanya hivyo kwa makusudi kwa ajili ya kutaka rushwa. Na mimi nilifikiri hao waliotoa assessment, mtu wa PCCB, nenda ukadili nao pia. Unajua lazima tufike mahali watu tuwe fair kwa kila mtu. Wafanyabiashara sisi kama serikali tunawahitaji, kwa sababu tuna collect trilioni 1.3, tunataka tu collect hata trilioni 3. Lakini walipe fair, sio kwa kuonewa. Kwa sababu watu wako wa TRA wanakwenda wanazungumza bei ya juu ili kusudi wahongwe, na baadaye wanawaambia hapa kazi tu.